Kundi la wanamgambo la Hamas limetangaza wazi kuwa liko tayari kuachilia mateka wote wa Israel walioko Gaza, walio hai na waliokufa, kwa masharti ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa yaliyomo kwenye mapendekezo ya Rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, harakati hiyo ya Kipalestina imesema bado kuna masuala muhimu ya kisiasa yanayohitaji majadiliano zaidi kabla ya mpango wa amani kutekelezwa. Kwa mujibu wa taarifa ya Hamas, mpango wa Trump wenye vipengele 20 unalenga kukomesha mapigano Gaza, kuachiliwa kwa haraka kwa mateka 20 wa Israel walioko hai pamoja na miili ya waliokufa, kisha kuingizwa kwa misaada mikubwa ya kibinadamu Gaza ndani ya saa 42 baada ya pande zote kukubaliana. Hata hivyo, Hamas imesisitiza kwamba vipengele vinavyohusu mustakabali wa ukanda wa Gaza na haki za Wapalestina bado vinajadiliwa. Taarifa hiyo pia imerudia kuunga mkono wazo la kukabidhi uongozi wa Gaza kwa chombo cha Kipalestina kisichoegemea upande wowote, yani serikali ya wataalamu itakayoungwa mkono na nchi za Kiarabu na Kiislamu. Tahir al-Nunu, mshauri wa vyombo vya habari kwa kiongozi wa kisiasa wa Hamas, ameiambia BBC kwamba kauli za Rais Trump ni za kutia moyo na harakati hiyo iko tayari kuanza mazungumzo mara moja ili kufanikisha ubadilishanaji wa wafungwa, kumaliza vita na kusitisha uvamizi wa Israel Gaza. Mpango wa amani wa Marekani unataka Hamas iache silaha na isiwe tena sehemu ya utawala wa Gaza. Katika taarifa yake ya Ijumaa, Hamas haikutaja wala kukubali kipengele hicho, jambo linaloacha mashaka juu ya hatima ya mpango huo. Wakati Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walipotangaza mpango huo Jumatatu, Netanyahu alisisitiza upinzani wake wa muda mrefu kwa kuundwa kwa taifa huru la Kipalestina. Haijaandikwa kwenye makubaliano. Tulisema tutapinga vikali taifa la Palestina, alisema Netanyahu katika video. Rais Trump ametoa muda hadi Jumapili kwa Hamas kukubali mpango huo. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump aliandika, "Ninaamini wako tayari kwa amani ya kudumu. Israel lazima isitishe mashambulizi ili tuweze kuwatoa mateka salama na haraka." Hata hivyo, alionya kuwa kama mpango huu wa mwisho hautakubaliwa, moto mkubwa usiowahi kuonekana utawashwa dhidi ya Hamas, kutakuwa na amani Mashariki ya Kati kwa njia moja au nyingine. Msemaji wa ikulu ya Marekani Karoline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba matokeo ya kukataa mpango huu yatakuwa mabaya sana kwa Hamas na kwamba dunia nzima inapaswa kumsikia rais wa Marekani kwa uwazi. Viongozi wa Ulaya pamoja na Mashariki ya Kati wameukaribisha mpango huo. Mamlaka ya Palestina inayosimamia baadhi ya maeneo ya ukingo wa Magharibi imeutaja mpango wa Trump kuwa wa dhati na wa nia ya kweli. Trump amesema iwapo Hamas haitakubali mpango huo, Israel itakuwa na uungwaji mkono wa Marekani kukamilisha kazi ya kuangamiza tishio la Hamas. Netanyahu naye amesisitiza Israel itamaliza kazi kama Hamas itaukataa mpango huo au kushindwa kutekeleza makubaliano. Israel ilianzisha operesheni ya kijeshi Gaza kufuatia shambulio la Hamas kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo takriban watu 1200 waliuawa na wengine 251 kuchukuliwa mateka. Wizara ya Afya inayodhibitiwa na Hamas Gaza imesema angalau watu 66,288 wameuawa na maelfu kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israel tangu wakati huo. Katika saa 28 kabla ya Ijumaa mchana, watu 63 waliuawa Gaza kwa mujibu wa wizara hiyo. Jeshi la Israel linaendeleza mashambulizi makali Gaza City. Mamia ya maelfu ya wakazi wamelazimika kukimbia kwenda kusini kufuatia maagizo ya Israel ya kuhamia eneo la kibinadamu, ingawa maelfu bado wamebaki. Waziri wa ulinzi wa Israel ametahadharisha kuwa wale wanaobaki wakati wa operesheni watakuwa magaidi na wafuasi wa ugaidi. Shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF limesema wazo la eneo salama Gaza Kusini ni kichekesho kutokana na mabomu yanayoendelea kurushwa. Shule ambazo zitatumika kama makazi ya muda zinaharibiwa mara kwa mara, amesema msemaji wa UNICEF James Elder.